hakuna asiyefahamu ya kwamba chanzo cha maasi kwa mwanadamu an-nadharu, ni kuangalia. Sasa yule mwanamke ikiwa mathalan hakuhifadhi mwili wake, hakuustiri mwili wake, amevaa nusu uchi, anatembea kama anavyotaka yeye, siyo sheria inavyotaka, basi mwanamke yule atakuwa ndiyo chanzo na chombo cha kusababisha machafu katika ardhi. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendelee, amesema laqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli al-fajr, hakika alikuwa mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, akisali sala ya al-fajr. Fayashhadu ma'ahu an-nisaa'u min al-mu'minat, wakisali pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanawake ambao ni wa kiumini, ambao ni wa kike, mutalaffi'atin fi murutihinna, wakiwa wamejistiri na kujihifadhi katika hijabu zao, katika jilbabu zao. Thumma yarji'na ila buyutihinna, kisha baada ya kumaliza kusali wanawake hao wanarejea katika majumba yao. Ma ya'rifuhunna ahadun, hakuna yoyote katika wale wanaume wanaofahamu ya kwamba huyu ni mwanamke, huyu ni mke wa fulani, huyu ni mke wa fulani. Hii inamaanisha nini? Wanawake hawa walikuwa wakijistiri na kujihifadhi sawa sawa, mpaka wanaume hawa wafahamu huyu ni wanani, huyu ni wanani. Hivi ndivyo Uislamu unavyotaka. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 372, Muslim kaipokea biikhtilafin yasirin, kwa tofauti ndogo, utaipata kwake kwa nambari 645.